Yote na yote tunashukuru. Lazima tuweke matembele tukielekea kushukuru. Mimi nakubali sana uongozi wangu, wachezaji, nani mechi kwa kuuliza, kusia watu kwa nini kufungwa na mashabiki wanataka nini. Mechi inakuja ni mstafu, mechi nyingi. Hadi ya watu ngelini. Maana mtu ambaye kajipanga kuanzia haya kontract. Lakini kwa ubora wa Simba na uzoefu wa Simba wewe unasoma imani tu utasikia kwa performance moja wewe haya nyuma tuyaache ambayo yaitumiza na yakatokea tuyaache kwa hiyo kwa timu yetu tunafuata kwa mtatu na wengine kwanza atengeneza utulivu mashindano kubwa na finali kubwa, yani asilimia kwenye ligi yetu ya NBC na kabingwa ni watu wanaojipanga. Hapana timu ambayo ya ushindani, hapana timu ambayo yenye kutoa matokeo. Kwa haya mashindano watu wanataka matokeo, watu wanataka sana wala kufunga. Kwa hiyo atengeneze timu ambayo ya kabingwa, atengeneze ushindani kama haya. Acha kufikiria kama na mchezaji au na timu hakuna. Hizi timu za kabingwa ziko vizuri. Mpaka mtu anafika pale na ni mzuri, ni bora, ana uwezo mkubwa. Kocha wangu ni kocha mzuri. Wala sio kubeza au kudharau. Mtu ambaye kaja Simba kuona ambayo imebadilika. Kwa tu aelewe. Yuko kwenye ndani makubwa yenye ushindani. Asitegemee kutoka fanya hadi fanya sio kuna mbele hakuna. Haike msta kweli ushindani kutokea. Ni mtu ambaye hata juzi na imani tukwambia anajiuliza na kaumia baada kuna yale mayo ya watu kuongea mengi uwanjani kuongea wake kuongea kwa wanaziati anakuwa acha masiala watu Simba haijawahi kuchezea Simba kushia kwa makundi. Simba mashindano yote iwe shirikisho iwe kabingwa Simba anafanya kwa ya finali. Kwa hiyo atupatie timu ya ushindani, atupatie timu yenye kuamua matokeo, sio timu ile ambayo inaweza matokeo kupata mtaji sana. Sisi tunakubali, sisi tunampenda sababu ni kocha mzuri ambaye ana viungo vyote na ni bora, ana mbinu. Sasa vile mbinu aende kusikia inakuja. Simba mashabiki na wapenzi wote wanataka matokeo. Sawa. Simba nataka kufungwa wala sana. Mashindano yao kisali kufungwa unakuwa kwenye hali ngumu zaidi. Sababu unataka kuenda kwa mashinda. Baadaye unataka kwa Mungu. Sasa fungo ni mimi fanya mwenyewe. Sisi ya roho zetu. Kwa hiyo au tukiacha kufunga kwa jumla na yuko chini ya Matola wasikizana. Matola ni mzao. Wale wazaji anawajua, anafahamu. Wao ni wote wako ni benchi. Hii game inaendelea kushukuru watengeneze utulivu baada ya kukosa ushindani, usibora kwa ile ya nyuma tufanye sawa. Niangalia niona ile mechi nzuri kwa ya Zuzu ya Mina. Ni timu nzuri, timu ya ushindani. Kama mtu anapata matokeo ya sare kwenye hali ya kama hiyo, jamaa timu hiyo kuongeza timu nzuri, sio siara kwa sare pale. Mimi naona ni timu nzuri, na mechi kwa ya mechi ambayo inaendelea wakati wa tatu ya kwa tatu na Simba ya tatu ili awe na utatu. Kwa ni mechi ambayo itakuwa ni timu jambo ambacho tumekuja tayari tumekosea wapi inawezekana. Simba sio mbaya,
Simba Simba wala Simba sio kama alivyosema yeye nilipo na ni moja. Simba atacheza ugenini ndio mpira unakuwa zaidi. Mimi maana yangu angalia tu kuficha ugenini anakuwa mzuri anapambana kwa ni game ambayo ya ushindani ya kushuka. Simba ataingia kwa kesha kubwa kutokea jamaa nikiangalia asilimia zangu mimi kwa yangu mimi Simba kwa hiyo ina nafasi kubwa kupata kwanza wanaelewa nini ya karibu na sio kwa sababu wangu kama kasale kwa elimu kwa hiyo ni hali yake kwa hiyo mechi iko sana zaidi sababu nimesema wangu nimesema baadhi ya watu wangu leo walivyofika kule leo wamezindua matawi 11 Algeria. Kwa ujua Algeria ni Yanga. Kila mnapokwenda nyumbani. Nasema hivi Algeria yenyewe ni Yanga. Utake ustake utaipenda Yanga tu. Kwa hiyo tutegemee kuona kijani kesho zikiwa nyingi zaidi. Yaani nasema hivi kama wewe unapenda football lazima uipende Yanga kwanza. Yaani ndani yake lazima uwe na Yanga. Umenielewa? Kama unaujua mpira na unapenda mpira, ndani yake una element ya uyanga. Kama unabisha niambie nani? Sehemu gani Yanga inaenda inakuwa mgeni? Nchi gani niambie hapa. Waarabu wenyewe wanaipenda Yanga. Kienda England kwenyewe hapo wengi wanapenda Yanga. Sasa unabisha. Unabisha. Nitajia timu gani niende nayo nikacheza nayo kule. Alafu uone kama tufungui matawi kule. Marekani hatuna matawi sisi ya Yanga. Hadi China tumeenda. Umenielewa? China tuna matawi ya Yanga. Sembuse Marekani. Nakuuliza wewe. Inawezekana? Wewe nani kakwambia? Yanga kila sehemu. Yaani kama maji tu, Yanga kama maji tu. Usipoyaoga utayafulia. Usipoyafulia utapikia. Umenielewa? Yaani Yanga ufanyavyo lazima uipende tu. Muulize mtu yeyote anayependa mpira kama ataweza kumaliza mazungumzo yake bila kuitaja Yanga. Umenielewa? Yanga kama maji tunawaambieni leo hapa. Yanga kama maji. Usipoyafulia utayanywa. Usipoyanywa utaoga, utapikia. Maisha ya binadamu yametawaliwa na 90% ya maji. Uongo kweli? Kwa maisha yote mtu anayependa mpira lazima apende Yanga. Utake ustake lazima uipende. Haya mambo mengine kwa sababu ya changamoto za maisha. Ndio mtu anaweza kuambia niko Simba, sio niko KMC, sio niko Liverpool, sio niko Chelsea, sio wapi. Ila kizazi cha mpira ni Yanga. Umenielewa? Tunamaanisha vijana wa Afrika. Wewe ni mzee? Kijana. Wewe ni mzee? Hapana. Hapana. Sasa kwa maana hiyo unataka kusema nini? Afrika hii nani ambaye ipendi Yanga? Nakuuliza. Niambie Afrika hii nani asiyeipenda Yanga? Muulize. Yaani mwenzio kwenye media hivi akikaa anakuambia mimi naichukia Yanga. Akizunguka hivi kwenda kula msosa anasema Yanga hayo. Sasa wewe niambie awe JB64 mwenyewe hakuwahi weka ahadi kwamba mimi niko tayari kwa Yanga. Au mmesahau zile ahadi zake? Ila kwa sababu ya changamoto za maisha inatakiwa aonekane na ikosoa Yanga. Lakini asilia wote ni Yanga. Uende kushoto, uende kulia, uyumbe vipi? Wewe ni Yanga. Ila changamoto zako za maisha ndo zinakufanya. Maji wanasema siku zote yakijaa kwenye mfereji si yatamwagika au atatafuta njia nyingine. Ndio hiyo sasa iliyopo. Kwa waambieni wote wanaozungumza kuhusu mpira. Kwanza chimbuko lako wewe ni Yanga. Kwa sisi tunaenda Algeria. Yule Mwalgeria sisi hatumuogopi. Yeye mwenyewe kwanza ni Yanga.
Kama sio Yanga niambieni. Kama ni Yanga kivipi wakati ndio anakwenda kushindana na Yanga Afrika? Nasema hivi, kila timu tunayokutana nayo sisi Afrika hii ni Yanga. Kama sio Yanga basi hatutamfunga. Kama sio Yanga hatutamfunga. Kama ni Yanga tunamfunga. Umenielewa? Timu gani wewe? Ngoja kwanza. Yes, Kabili ni ngapi kwenye ubora Afrika? Kwenye renki za CAF? Lakini nakuuliza. Kipindi cha nyuma imewahi kufanya vizuri. Kwenye renki za CAF, yes, Kabili ni ngapi? Haionekani. Haionekani. Anapigwa namba 5 anayoonekana. Ameshawahi kuchukua kombe ambalo sasa hivi wewe kila ukijaribu kujipapatua unaishia hatua ya makundi. Mimi ni bingwa tawalio hapa nyumbani. Umenielewa? Nimekutana na mabingwa ambao wamebeba mara nyingi kombe la nini? La CAF. Wewe unategemea nini kinachoenda kutokea pale? Wewe hujashtuka tu. Nyie mjashtuka au mtego wa CAF kwamba wanamcholea lamani kabisa Yanga akachukua ubingwa. Nyie mjashtuka. Kwa timu kama National Al Ahly. Mimi ndo nakwambia hujashtuka. Yanga amekutana na National Al Ahly. Bingwa mara nyingi CAF. Yes, Kabiri. Bingwa mara nyingi CAF. AS FAR Rabat bingwa mara nyingi CAF. Alafu kawekwa Yanga ambaye hajabeba. Unadhani hao wanampa shule gani? Watakubali ili kundi, nakwambia. Kundi letu haliwezi kukubali kupoteza ubingwa. Na ambaye anatakiwa kubeba ubingwa msimu huu ni Yanga. Upande wa pili nao wanautaka ubingwa. Nani? Wekundu wa Msimbazi. Wekundu wa Msimbazi wenyewe leo kusafiri kwenda Mali kule wameenda mafungu. Au nyinyi waandishi mbona mmelala? Saa 7 usiku umeshindwa kwenda airport kuchukua habari hizo. Na kuwahoji mbona mnaenda mafungu. Waandishi mnakwama wapi? Kwa nini wameenda mafungu? Njaa mbaya. Vipi waandishi? Ukimuuliza Kisugu JB64 leo hii, timu yako imesafiri kwenda Mali mafungu, atakubishia kama mboga amejeruhiwa. Lakini ukweli waambieni, Simba amesafiri mafungu. Walitakiwa waende wachezaji 22 leo. Ngoja nikwambie mimi hapa. Simba alitakiwa waende wachezaji 22. Saa 7 usiku wapande ndege pale. Saa 7 usiku wameenda kupanda wachezaji 15. Intakiwani hiyo. Wameenda Mali. Kwa nini wanafanya hivyo? Umenielewa? Wengine nitakiwa watoke leo. Waliomba hela kwa wadau, hela haijatosha. Hapa masaa 9 tu uko Mali. Ambayo ni una masaa 7 kukaa angani. Umeshafika. Lakini wameenda mafungu. Hebu imagine wangekuwa naenda kule wapi? Algeria. Wachezaji 15 wangesafirisha. Sikiliza, haya nakupa sasa. Wamesafiri wachezaji wachache. Mafungu. Na wengine inatakiwa waende kwenye mkutano wa wajumbe tarehe 30. Tarehe 30 wana mechi, tarehe 30 wana mkutano wa wajumbe. Nasema hivi,